Bwana, karibu kwenye platform zetu za Mwananchi. Hii ni siku nyingine adhimu, Ijumaa mujarabu ya Septemba 26 mwaka 2025. Anza siku yako kwa kutamba na mapene kede kede kwa kucheza kupitia loto kwa kubonyeza menyu ya 149 nyota 88 alama ya leli, au tembelea kwenye tovuti ya nationallotto.co.tz. Hapo unaweza ukawa mwanzo wako mzuri wa kuitwa majina mazuri na kuheshimiwa kwenye familia. Amini, cheza na ushinde. Kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye channel yetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele yenye rangi nyekundu iliyo chini ya video hii ili usipitwe na taarifa zetu mpya kila siku kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo tunaangazia mada nzito kutoka Umoja wa Mataifa, Urusi, NATO na mgogoro wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje ya Urusi Sergei Lavrov ameshutumu vikali jumuiya ya kijeshi ya NATO pamoja na Umoja wa Ulaya EU kwa kile alichokitaja kuwa ni kutangaza vita halisi dhidi ya Urusi. Lavrov alitoa kauli hiyo katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G20 unaofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Akizungumza kwa ukali katika hotuba yake ya Alhamisi, Lavrov alisema kuwa wazi kwamba mzozo unaoendelea Ukraine umechochewa moja kwa moja na mataifa ya Magharibi, na alisema mfano mwingine wazi ni mzozo wa Ukraine uliochochewa na nchi za Magharibi, ambapo NATO na EU tayari wametangaza vita vya kweli dhidi ya nchi yangu na wahusika moja kwa moja. Matamshi haya ya Lavrov yanajiri huku hali ya taharuki ikizidi kutokota Ulaya Mashariki. Estonia imelalamika kukiukwa kwa anga yake ya ndege za kivita za Urusi, zikiwa ni siku chache tu baada ya ndege za NATO kuidungua drone ya Urusi ndani ya anga ya Poland. Ingawa Lavrov hakumgusia moja kwa moja Rais Donald Trump, alisema hakuna kiasi cha upotoshaji, habari potofu au propaganda kutoka kwa mwakilishi wa Urusi kinachowashawishi mtu yoyote. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas naye alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza shinikizo kwa Urusi, akisema kuwa hakuna dalili kwamba lengo la Urusi kuitishia Ukraine imebadilika. Wakati Marekani na Trump ikionekana kutotangaza vikwazo vipya moja kwa moja, wachambuzi wanasema kauli zake zinaweza kuwa ishara kuanza kuipunguzia Ulaya mzigo wa kusaidia Ukraine. Trump tayari ameweka vikwazo kwa baadhi ya mataifa kama India yanayonunua mafuta kutoka Urusi, na pia ametishia kuchukua hatua kama hizo dhidi ya China. Lavrov, ambaye amekuwa waziri wa mambo ya nje ya Urusi kwa zaidi ya miaka 20, alikutana waziri mpya wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Jumatano na anatarajiwa kulihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumamosi. Hali ya Ukraine na Urusi bado ni tete. Je, dunia inakaribia vita kuu vya tatu vya dunia, au huu ni mvutano wa kawaida wa kidiplomasia? Tuandikie maoni yako hapo chini. Unadhani nani anasema ukweli? Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.